na sauti hii, mkutano huu unawahusu nyie zaidi kuliko sisi Chadema. Wana CCM popote mlipo, marafiki wa CCM popote walipo, mkutano huu wa leo kwenye viwanja hivi unawahusu nyie zaidi kuliko sisi Chadema. Kwa sababu tungelitaka kuongea mambo ya Chadema, tungekaa ofisini kwetu, tungeenda kwenye kata zetu kwenda kuzungumza mustakabali wa Chadema. Lakini tumekuja kwenye viwanja hivi na viongozi wanazunguka nchi nzima, hawana shida ya kuongea na wanachadema. Tuna shida ya kuongea na ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi na marafiki wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wasikutishe na kukudanganya. Kuna jitihada zinafanyika kuhakikisha wana CCM mnaogopeshwa kuja kwenye mkutano huu. Wanachoogopesha ni kwamba wanaamini mkutano huu, mikutano hii ni sehemu ya elimu ya uraia kuhusu haki zako na wajibu kwa serikali. Kwa hiyo Chadema tukualike kwa heshima zote. Wewe ni mwenzetu. Maisha yetu ndio yanatukutanisha. Maisha yetu na huduma zetu ndio zinatukutanisha mbele ya ofisi ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo hakuna mjanja yoyote anayeheshimika na serikali ya CCM kati ya mimi na wewe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wa Dodoma, sisi Dodoma, nyie Dodoma, mmepewa heshima ya kuwa mji makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi natoka Morogoro, natoka wilaya ya Kilombero. Nikiwaangalia wananchi wa Dodoma, hawatofautiani chochote katika huduma za jamii kati ya wewe unaokaa makao makuu ya nchi na mimi ninaokaa nje kabisa ya nchi. Hivyo tuombe tusitenganishwe vichwa vyetu na Chama cha Mapinduzi. Matatizo tuliyokuwa nayo yatuunganishe kufikia hatua ya kufanya maamuzi. Nimesimama kwenu, nataka kutoa elimu ya uraia kwa niaba ya Chadema. Mambo ya reform na election yatazungumzwa na viongozi wetu wakuu ambao ndio wako huko. Mimi kwa muda huu nitatumia kipande cha kutoa elimu ya uraia. Ndugu zetu, kama mmepitia vyombo vya habari, viongozi wa CCM wanahangaika kwenda huko na huko kuwajaza ujinga wa Tanzania na sio kuwapa ufahamu wajitambue. Msigwa, msemaji wa serikali, ameenda kwenye vyuo, na mimi namshangaa sana Msigwa. Apewe kazi sasa ya ukatibu mwenezi wa CCM, asipewe kazi ya kuwa msemaji wa serikali. Serikali msemaji wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano. Vyeo vingine havina maana. Msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano ni Rais wa Jamhuri ya Muungano. Awe panzi, awe mtu, awe jini, tukimkabidhi kuwa rais wetu, maana yake ndiyo msemaji mkuu. Na maana ya msemaji mkuu, haruhusiwi kusema ya familia yake, atasema yanayotuhusu, yanayotokana na kikao mahali. Sasa Msigwa ni msemaji wa serikali,
lakini umejivisha jukumu la kusemea CCM. Anaenda anaongea na watu wa chuo kikuu, anawaambia sasa hivi naona kuna no reform no election. Hizi lugha zingine hizi anawatazalisha wasomi, kuweni makini nazo. Kwa nini? Za kipuuzi, zinaleta mvurugano wa amani. Kwa mtu ambaye ana akili timamu hawezi kusema maneno ya namna hiyo. Tena unasema na wasomi wanaojua a, e, i, o, u, herufi kuu za lugha ya Kiswahili, wanaojua a to z ya herufi za Kiingereza. CCM ni chama cha gilba, chama cha uongo, na hawajawahi kusema ukweli abadan. CCM wanaamini kwenye kuwadanganya, na serikali yoyote duniani yenye mpango wa kuwatawala watu wake milele huwa haiwapi sumu wakafa, bali huwanyima elimu ili wasijue, wasitambue umuhimu wa wao mbele ya serikali. Lakini tunataka tuambie Chama cha Mapinduzi, Chadema tunasema akili ilianza kabla ya elimu. Akili ilianza kabla ya elimu. Nini namaanisha? Utaleta elimu yako ya propaganda na uongo, lakini akili yenye sifa ya kuitwa akili hautaweza kuiondoa kwenye mfumo wa ufahamu. Elimu ni nini? Elimu ni maelezo ya ziada juu ya kuipambanua akili. Akili pia ina uwezo wa kuikosoa elimu. CCM tunapokwenda nao ili watutawale, na utawala wowote unapofikia kadri unavyokuwa kiumri, ndivyo uwezo wa kutafakari unazidi kupungua. Tuna miaka mingapi ya uhuru wa Tanzania? Tuna miaka mingapi ya uhuru? 60 ngapi? 60 ngapi? 60 ngapi miaka ya uhuru? Aha. Hivyo chama pekee kilichotuongoza wa Tanzania katika mapito yote ya uhuru ni TANU na Chama cha Mapinduzi. Yaani TANU ni jina la kipagani kabla mtu hajabatizwa au kusilimu, na CCM ni jina jipya la kusilimu, lakini mtu ni yule yule. Chama cha Mapinduzi sasa hivi kimeshindwa kutekeleza mambo mengi walioahidi. Sasa kimekuwa chama cha uongo uliopindukia. Sasa hivi nguvu wanaoamini ili wasitoke madarakani kwa kuwa ni wazee hawana nguvu ni kuunganisha mavikundi. Sasa hivi wana vikundi wamevigia majina yasikilize. Dodoma na kwingineko kuna umoja wa bodaboda. Hapa upo haupo? Dodoma na kwingineko kuna umoja wa mama ntilie. Dodoma upo haupo? Dodoma na kwingineko kuna umoja wa wakulima. Upo haupo? Dodoma na kwingineko kuna umoja wa wafugaji. Dodoma upo haupo? Dodoma na kwingineko kuna umoja wa bajaji. Dodoma upo haupo? Dodoma na kwingineko kuna umoja wa beba mizigo. Dodoma upo haupo? Dodoma na kwingineko kuna umoja wa waandishi wa habari wanaoita club. Dodoma upo haupo? Sasa hivi wamekwenda mbali zaidi, Tanzania nzima wameanzisha umoja wa wajane. Umoja wa wajane. Sisi tunajua umoja wa wakulima pengine mnawazugazuga kwamba tutapandisha bei ya mazao. Sasa umoja wa wajane, CCM unawakusanya wajane ili
umoja wao. Sifa za umoja wa haya makundi yote ni kuwasemea, kuwatetea. Sasa wajane nyinyi mnawakusanya ili iwe nini? Yaani mwatafutie waume wapya au? Zote hizi ni kuishiwa mbinu. Na leo tunapoongea na nyie, Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kikataliwe nchi nzima. Kila mtu mwenye akili timamu ambaye ni raia wa Tanzania, ambaye amefikisha miaka 18 na kuendelea, ni wajibu wake kuijua CCM na kisha kuamua anakuwa marafiki nao au anawakataa. Na kwenye somo hili la elimu ya uraia, naomba nitumie maneno mawili kuyatolea fafanuzi mbele ya uwanja huu. Kuna neno linaitwa mtoto wangu na kuna neno linaitwa mwanangu. Kuna neno linaitwa mtoto wangu na lingine linaitwa asisikii. Kuna neno linaitwa mtoto wangu na lingine linaitwa mwanangu. Sasa kama wewe uko hapa ukijua maana ya maneno haya, amua leo kuwepo mwana au kukataa kuwa mwana. Mtoto wangu na mwanangu ni maneno mawili ambayo haya maana yake sio moja. Mtoto wangu na mwanangu ni maneno mawili ambayo maana yake sio moja. Mtoto wangu ni nini kwa mujibu wa lugha? Waandishi wa habari mko hapa na walimu mko hapa. Mtoto, sharti ya mtoto lazima azaliwe. Mtoto, sharti ya mtoto ni lazima azaliwe. Kwangu mimi mwanaume na wewe mwanaume, mtoto wangu, mtoto wetu, maana yake ametoka nyongani kwetu. Ametoka nyongani kwangu ni mtoto wangu. Ametoka nyongani mwako ni mtoto wako. Ametoka kwenye nyonga ya kaka yako ni mtoto wako. Ametoka kwenye nyonga ya mdogo wako ni mtoto wako. Ametoka kwenye tumbo la dada yako ni mtoto wako. Sharti ya mtoto lazima azaliwe. Mwana hazaliwi. Mwana hazaliwi. Mwana unakutana naye kwenye maeneo yako ya maisha, kwenye furaha zako, kwenye shida zako, kwenye mihemko yako, kwenye tabia zako, kwenye haiba yako, kwenye hulka yako. Huyo mkikutana huko sio mtoto wako, bali ni mwanao. Mwana hazaliwi. Mwana unaonana naye baada ya wewe kuzaliwa, kwenye shida zako, kwenye raha zako, kwenye huruka zako, kwenye haiba zako, kwenye mienendo yako, kwenye furaha zako, ndiko unakutana na mwana. Kwa hiyo mwana, samahani, wana Yanga mlioko hapa nyosha vidole. Safi, wana Simba mlioko hapa nyosha vidole. Kwa hiyo ni matusi makubwa na ni makosa makubwa ya sarufi za lugha kukuita wewe mtoto wa Yanga, kukuita wewe mtoto wa Simba. Hayupo. Bali nyinyi ni wana Yanga, nyinyi ni wana Simba. Kwa kuwa Simba haizai na yenyewe haikuzaliwa. Kwa hiyo furaha yako, tabia zako, mienendo yako ndio inaendana na mienendo ya Simba, ndio inaendana na mienendo ya Yanga. Yaani Yanga wakipigwa goli 3 na Simba, roho inakuuma. Wamepigwa na Wadadi, roho inakuuma. Kwa kuwa wewe ni mwana. Wewe ni nani? Mwana. Tabia za Yanga ndio tabia zako, tabia za Simba ndio tabia zako. Mwana. Vivyo hivyo wana CCM na wana Chadema, ni makosa makubwa ya sarufi za lugha kuwaita watoto wa CCM au watoto wa Chadema. Hakuna watoto wa CCM wala watoto wa Chadema, bali kuna wana Chadema na wana CCM. Yani yanayofanywa na Chadema wewe unaoyapenda ndio mwana Chadema. Yanayofanywa na CCM roho yako inapenda, wewe ndio mwana CCM. Yanayofanywa na Chadema, yanayosemwa na Chadema, wewe ndio roho yako inafurahia, wewe ni mwana Chadema. Je, ndugu yangu mwana CCM ulioko uwanja huu, wewe yanayofanywa na CCM ndio roho yako inafurahi?
Yaani inamaanisha tatizo la walimu mkoa wa Dodoma, shule zipo nyingi, walimu hawatoshi, tena hawapo, ndio roho yako nyeupe. Yaani tatizo la serikali ya CCM kutogawa madawa mahospitalini, dawa hospitali hazitoshi, wewe ndio furaha yako, sio? Si ndio mwana wewe? Wewe si mwana wewe? Wewe mwana. Nazungumza na wewe mkulima. Bei ya ufuta. Leo nilikuwa nafuatilia bei ya ufuta Dodoma. Ukienda kununua kijijini kwa mkulima, wanauza shilingi 2,200 kilo. Na wanakulipa keshi. Serikali ya CCM kwa ajili ya kuwafanya tuwe maskini ili watutawale, wamewazuia watu wasiuze wala wasinunue kwa shilingi 2,200. Wanawalazimisha waje kuuza kwa shilingi 1,900, tena stakabadhi gharama. Yaani 2,200 wanasema marufuku kuuza. Yaani mkulima ole wako uonekane unauza ufuta wako kwa kumuuzia mtu kwa kilo shilingi 2,200, cha mtemakuni utakiona chini ya usimamizi wa VEO, yani mtendaji wa kijiji, chini ya usimamizi wa mtendaji wa kata, chini ya usimamizi wa mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Ole wako uuze kilo shilingi 2,200. Niuzeje? Wewe ni mwana, tulia, uza hapa 1,900 na hela yako sio leo, stakabadhi gharama. Tukauze kwanza, tukirudi tukupe. Huu ni unyonyaji. Wakulima hawa wakati wanalima, wakulima sisi wakati tunalima. Je, serikali imewahi kutupa pembejeo? Je, serikali imewahi kutupa fedha au ya mkopo tuweze kulimisha? Kama sio, tumelima wenyewe. Vipi na vije waje watupangie bei na kutuzuia na kutukamata na kutushtaki? Alafu jitu kubwa liko hapa. Utasema CCM sihami mimi. Kwa nini? Nimetoka nayo mbali sana. Kilomita ngapi? Hajui. Ni lazima tukatae dhuluma za namna hii. Haiwezekani. Haiwezekani. Na niwaambie, leo tumegawanywa hapa makundi kwa sababu ya ufahamu. Leo nchi hii kila mtu analalamika, lakini hatujaunganishwa kwenye sanduku la akili ya pamoja juu ya mustakabali wa mtu. Wapi? Leo hii hatumjui anayetutesa tukamtaja jina lake ili aone aibu. Hatumjui. Na kama tunamjua tumekuwa mazezeta. Ndugu zangu niwaambie, mitaani nasikia kelele sana. Mama huyu anazungumzwa mama. Yaani anakemewa. Watu tunamchukia kutoka rohoni. Uongo kweli? Mimi nataka kutumia dakika hizi kukuponya. Nchi hii shida yetu sio Mama Samia Suluhu Hassan. Nisikilize vizuri ili upone. Nchi hii shida yetu sio Samia Suluhu Hassan. Nchi hii shida yetu haijawahi kuwa marehemu John Pombe Magufuli. Nchi hii haijawahi kuwa shida Jakaya Mrisho Kikwete. Nchi hii haijawahi kuwa shida marehemu Benjamin William Mkapa. Nchi hii haijawahi kuwa shida marehemu Ali Hassan Mwinyi. Nchi hii haijawahi kuwa shida Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapana. Shida ni nini? Sikiliza jibu. Kabla ya mwaka 1992 tulisema mkutano wetu natanguliza elimu ya nini? Elimu ya nini? Ya uraia. Kabla mwaka 1992 tarehe 1 mwezi wa 7, nchi ilikuwa inaongozwa chini ya mfumo wa chama kimoja. Na chini ya mfumo wa chama kimoja, wasomi mko hapa, tumieni hiyo akili, ongeeni na watoto. Tumieni hiyo akili. Kulikuwa kuna sheria namba 10
kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano. Sheria hiyo namba 10 wakati tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi ilifutwa. Yenyewe ilikuwa inasemaje? Kwa ujumla ilikuwa inasema chama kitaisimamia serikali. Nchini ya mfumo wa chama kimoja kulikuwa kuna sheria namba 10 iliyokuwa ikisema chama kitaisimamia serikali. Tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi ilitungwa sheria namba 5 inayohusu vyama vingi vya siasa nchini. Hivyo basi sheria namba 10 ikafutwa. Kabla sheria namba 5 haijaingia wakatunga sheria nyingine inaitwa sheria namba 4. Nini msingi wa sheria namba 4? Sheria namba 4 ilikuja kuondoa sheria namba 10. Yenyewe inasema bunge litaisimamia serikali. Sheria namba 4, bunge litaisimamia serikali. Kwa kuwa watazaliwa wabunge kwenye bunge na watazaliwa madiwani kwenye halmashauri. Kwa hiyo hao ndio watakaosimamia nini? Na serikali ni nini? Serikali ni wale waliopigiwa kura kuaminiwa na wenzao, waseme na wasimame kama mamlaka kwa ajili ya wenzao, na kisha watatoa ripoti. Sasa leo tuna shida. Naambiwa muda, ngoja nimalizie dakika hii tatu. Leo kuna shida. Nchi inaongozwa na sera za Chama cha Mapinduzi. Neno sera maana yake ni mipango. Kwa hiyo maana yake Samia kuna uraisi na rais. Kuna raisi na uraisi. Raisi ni Samia, uraisi ni taasisi inayoongozwa kwa misingi ya watu. Kwa hiyo Samia leo anasimamia mipango ya CCM. Kama kuna wizi, kama kuna uadui, uko chini ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo adui yetu mkuu, mwizi wetu mkuu, tatizo letu kuu ni Chama cha Mapinduzi. Hivyo kuliondoa wala upigi mawe, ni kujadili, kujiuliza ahadi zao na mienendo yao, kisha unaamua kwa kupiga kura, kwa kuambia sitaki. Na serikali Tanzania ziko ngapi? Ukikaa Zanzibari, serikali ziko 2. Moja ni serikali ya Jamhuri inaongozwa na Samia, na nyingine ni serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Mwinyi. Ukikaa Tanganyika wanaita Tanzania Bara, na kenyewe serikali ni 2. Ni zipi? Moja ni ya Jamhuri, nyingine ni ya halmashauri. Je, unajua maana ya neno halmashauri? Je, unajua maana ya neno Jamhuri? Hatujui Kula dozi hiyo, nataka kuondoka. Neno Jamhuri ni neno la kisheria ambalo kwa Kiswahili chetu maana yake watu huru kwenye taifa lao. Watu huru kwenye taifa lao. Tunakuwa na serikali inaongozwa na Samia. Neno halmashauri unajua maana yake? Unajua? Neno halmashauri maana yake ni mamlaka huru kwenye eneo lao, chini ya mwenyekiti wa mtaa mjini, mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo dhuluma zote leo zinafanyika kwa kuwa serikali ya Jamhuri imenyang'anya nguvu za halmashauri, zimenyang'anya sauti za wenye viti wa vijiji. Ndio maana mwenyekiti wa kijiji leo anashurutishwa na polisi, anamkamata, kamata watu wako, kwa nini unaufuta kwa bei hii? Ndio maana leo polisi, kwa sababu ni watu wa Jamhuri, wanaweza wakaja kijijini, wakaja mtaani, wakamkamata mtu yeyote bila mwenyekiti wa mtaa kujua. Wamenyang'anywa mamlaka. Lakini wakati sheria inaletwa, ni kwamba polisi walikuwa wanakwenda kwa mwenyekiti wa mtaa na kumwambia tumetoka Central Police, tumetoka kituo kidogo, tuna shida ya Juma Bakari. Na wao wanasema twende nikupeleke. Siku hizi haipo, kwa kuwa serikali kuu imechukua mamlaka ya halmashauri. Na kwenye hilo ndio maana CID akitangaza wizi wa hela hakuna anayekamatwa. Kwa nini? Katiba inasema rais hawezi kushtakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa madarakani. Na TAMISEMI ni ofisi ya nani? TAMISEMI ni ofisi ya nani? TAMISEMI ni ofisi ya nani? Kwa hiyo miradi inayoibiwa hela anatoa nani? Na hama zimepotea na ukaguliwa ni nani? Na rais anasema hawezi kushtakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa wapi? Kachonjo samba. Muda sio rafiki. Kamanda utaendelea tu kwa sababu ulikuwa unasaga na kukoboa, utaendelea. Tutaburudisha, utarudi, utaendelea, uendelea kukoboa, wamalizie. Makamanda sogeni mlioko sasa, mambo yame. Makamanda people.
Kwa hiyo tusogee basi mnipe raha na mimi. Asante. Sogeni makamanda, sasa viongozi wanaingia kwa sababu wanasema no reform imekataliwa. Makamanda people. Hivyo basi. Kwa kuwa serikali ni mbili. Nini maana ya serikali? Yaani unajuaje kwamba huyu mtu ni serikali? Nimesema serikali ziko ngapi? Ya jamhuri na halmashauri. Kwa hiyo jamhuri maana yake ni watu huru. Kwa hiyo lazima muunde serikali yenu. Na halmashauri maana yake ni mamlaka huru. Maana yake mnaunda uhuru wenu. Katikati ya serikali ya jamhuri na serikali ya halmashauri, ndugu zangu wana Dodoma, hakuna serikali hapa katikati. Bali kuna watu wawili wako serikali ya jamhuri na watu wawili wako serikali ya halmashauri. Naomba kwa upendo mkubwa niwataje, kwa kuwa hapa ni elimu ya nini? Tunasafisha mapito ya Bwana ili viongozi wakifika wapige mengine, sio haya. Sawa Ndio. Twende sasa. Watu wawili walioko serikali ya jamhuri, mmoja anaitwa mwakilishi wa serikali. Watu wawili walioko kwenye serikali ya jamhuri, mmoja anaitwa mwakilishi wa serikali ya jamhuri kwenda kwa serikali ya halmashauri, na mwingine anaitwa mtumishi. Nani? Mtumishi wa halmashauri wa serikali kuu. Sasa tuwatambue sasa hawa watu wawili wa serikali kuu. Huyu mwakilishi wa serikali kuu kwenda kwa serikali ya halmashauri ni nani? Mtu huyo ni waziri. Mtu huyo ni nani? Ni waziri. Waziri sio serikali yeye ni mwakilishi wa serikali, anatumwa na serikali atoke kwenye meza ya serikali na karatasi na maagizo ayapeleke kwa serikali ya kijiji au ya mtaa. Wa pili ni mtumishi. Sasa mtumishi ni nani? Kwa hiyo nasema hilo leo kwa sababu Dodoma ni jiji, mtajimixi, mtakuwa mwelewi, mtapigwa sana. Watumishi wa serikali kuu ni makatibu wa wizara. Ni makatibu wa nini? Wa wizara. Na hizi wizara zimegawanywa kwenye makundi makuu mawili. Naomba uyasikilize. Kuna wizara za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuna wizara za halmashauri ya kijiji. People, naomba nikutajie. Ndugu zetu wa wizara ya mambo ya ndani, polisi, ni wizara ya Jamhuri ya Muungano. Ndugu zetu wapiganaji wa jeshi la magereza ni Jamhuri ya Muungano. Ndugu zetu wa uhamiaji ni Jamhuri ya Muungano. Ndugu zetu wa JKT ni uhamiaji. Ndugu zetu wa wizara ya sheria ni wa serikali. Na ndugu zetu wa mambo ya fedha, hawa ndio mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hao ndio Samia kichwa chake kinachemka juu ya hao. Mawaziri waliobaki wote wako chini ya serikali ya kijiji, na kwenye serikali ya kijiji kuna watu wawili. Sikiliza nikutajie. Wa kwanza ni mwakilishi wa serikali ya kijiji kwenda serikali ya jamhuri. Huyo ni mbunge. Wa pili ni mtumishi wa serikali. Huyo ndio yule mwalimu pale shuleni. Huyo ndio yule bwana shamba pale kijijini. Huyo ndio yule bwana kilimo pale kijijini. Huyo ndio yule mganga kiongozi pale kijijini. Sasa kuna makosa gani yamefanyika? Leo tunagombana kwa sababu nchi ndogo sana hii. Tunagombana kwa sababu Tanzania wanatuambia kuna serikali ngapi? Wanatuambia hizo mbili, sio hizo nilizozitaja mimi. Moja ya Zanzibari na nyingine ya wapi? Ya jamhuri. Huo ni uongo. Tanzania tuna serikali tatu, tunazozililia zipo, ila wenzetu wamezifunika hiyo moja. Walioifunika ni serikali ya Tanganyika.
wanasema haipo. Ukisoma kanuni na sheria, serikali ya Tanganyika ndio serikali ya mwenyekiti wa kijiji, ndio inaitwa TAMISEMI. TAMISEMI ni serikali ya Tanganyika, na ndio maana Zanzibar hakuna TAMISEMI. Kule kuna serikali ya mapinduzi, ni mamlaka huru Zanzibar, na TAMISEMI ni mamlaka huru za mitaa na vijiji Tanganyika. Kabla ya mwaka 2016 serikali hii ya Tanganyika ilikuwa inaitwa iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, na waziri mkuu hana mamlaka yoyote Zanzibar. Alikuwa na mamlaka ya serikali ya Tanganyika kupitia TAMISEMI. People. Kwa hiyo tuna mambo mengi, lakini kwa namna ya kipekee, kwa namna ya pekee, sisi Chadema tunazungumza siku zote kuhusu utekaji, na kipande hiki cha utekaji mimi sitaki kuzama sana. Nataka kuzama pale ambako viongozi wangu huwa hawapasemi pale, kwa sababu ya muda kuwa mdogo.